Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kuwa siku za mwanzo za mwaka 2026 tayari zimezidi kuwa na uzito mkubwa na hatari kutokana na changamoto zote zilizoshuhudiwa katika mwaka mzima wa mwaka 2025, akieleza kuwa dunia imeingia rasmi katika awamu mpya ya mivutano mikali ya kijiopolitiki, kijeshi na kiuchumi. Akizungumza kuhusu mwelekeo wa sasa wa uhusiano wa kimataifa, Lavrov alisema kuwa kanuni zilizokuwa zikiongoza mfumo wa dunia zimeporomoka na nafasi yake kuchukuliwa na kile alichokiita sheria ya mwenye nguvu zaidi, hali ambayo sasa inaonekana wazi katika maamuzi ya mataifa makubwa. Lavrov alimrejelea kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ambaye amenukuliwa akisema kuwa Ujerumani inapaswa kwa mara nyingine tena kuwa taifa lenye nguvu zaidi barani Ulaya. Kauli hiyo, kwa mujibu wa Lavrov, inakuwa ya kushangaza, hasa ikizingatiwa kuwa Merz pia amelinganisha mazungumzo na Urusi na sera za kuwapendelea wanazi wa Adolf Hitler kabla ya vita vya pili vya dunia. Kwa mtazamo wa Urusi, hali hii inaonyesha mkanganyiko mkubwa wa kisiasa barani Ulaya, ambapo historia inatumika kwa njia ya kuchagua ili kuhalalisha sera za sasa. Lavrov alisema kwa mijadala ya wazi kuhusu mustakabali wa Greenland ni ishara ya wazi ya mabadiliko makubwa ya mfumo wa dunia, akibainisha kuwa mazungumzo kama hayo yasingewezekana kabisa miaka michache iliyopita. Aliongeza kuwa hata ndani ya NATO kuna mjadala unaoendelea kuhusu mustakabali wa muungano huo, huku baadhi ya nchi wanachama wa NATO zikikabiliwa na mvutano wa ndani unaoweza hata kuleta hatari ya nchi mwanachama kushambulia mwanachama mwingine. Kwa mujibu wake, NATO kwa sasa iko katika mtihani mkubwa wa kihistoria kuhusu thamani ya uhalali wake kama muungano wa kijeshi wa Magharibi. Katika kauli nzito zaidi, Lavrov alisema kuwa NATO inajiandaa kwa umakini mkubwa kwa vita dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa muungano huo haujaribu hata kuficha maandalizi hayo. Alisema hatua za NATO pamoja na upanuzi wake kuelekea mashariki ni ushahidi wa wazi wa mwelekeo wa kijeshi unaoongezeka barani Ulaya. Aliongeza kuwa kabla ya Rais Vladimir Putin kuingia madarakani, Magharibi ilikuwa inatawala kwa karibu kila nyanja, lakini hali hiyo ilianza kubadilika pale Urusi ilipoanza kurejesha kila alichokiita utambulisho wake wa kitaifa na kimataifa. Kwa mujibu wa Lavrov, chanzo kikuu cha mgogoro wa Ukraine ni juhudi za muda mrefu za Magharibi kuibadilisha nchi hiyo kuwa ngome ya kijeshi dhidi ya Urusi moja kwa moja katika mpaka wake. Alisema Urusi haiwezi kukubali kusitishwa kwa mapigano kwa lengo la kuipa Kiev muda wa kujipanga upya kijeshi, akieleza kuwa jaribio hilo ni mkakati wa kurejesha vita kwa awamu nyingine kali zaidi. Alidai kuwa chini ya uongozi wa Donald Trump, Marekani imekuwa taifa pekee la Magharibi lililowasilisha mapendekezo ya vitendo kuhusu suluhisho la mgogoro wa Ukraine, huku Urusi ikikaribisha mapendekezo hayo kwa tahadhari kubwa. Lavrov alisisitiza kuwa nchi zote wanachama wa BRICS ni washirika wazuri wa Urusi, akibainisha kuwa uhusiano huu umeimarishwa kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha mwaka uliopita. Alisema Afrika inaingia katika kile alichokiita renaissance ya pili, ambapo bara hilo linaanza kutambua kwa undani namna lilivyoendelea kunyonywa kupitia mbinu za ukoloni mamboleo. Kwa mtazamo wa Urusi, ongezeko la uelewa huo linabadilisha mizani ya nguvu za kimataifa, huku mataifa ya kusini mwa dunia yakitafuta nafasi huru zaidi katika mfumo wa dunia. Lavrov alionya kuhusu kile alichokiita sera ya Marekani ya kugeuza anga la juu kuwa uwanja wa kijeshi, akisema kuwa hatua hizo zinaweka dunia katika hatari mpya inayohusisha hata uwepo wa maisha duniani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa mataifa yenye silaha za nyuklia hayawezi kumudu uzembe, akirejelea kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kuhusu hatari ya uzembe katika mataifa makubwa. Vilevile, Lavrov alikubaliana na tathmini kwamba itakuwa kosa la kihistoria na kimaadili kuruhusu Urusi na Marekani kufikia kiwango cha makabiliano ya moja kwa moja. Kwa upande wa Umoja wa Ulaya, Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alisema Umoja wa Ulaya ina mpango mpana wa kupanua mikataba ya biashara huria duniani, ikiwemo na India, Australia, Asia ya Kusini Mashariki na Ghuba ya Uarabuni. Alisisitiza kuwa Ulaya iko tayari kushindana kimataifa na inajiona kama chaguo mbadala kwa mataifa mengi duniani. Hata hivyo, wachambuzi wanaona juhudi hizi kama dalili za Umoja wa Ulaya kujaribu kuwahi kasi ya Urusi na China katika vituo vipya vya ukuaji wa uchumi, hasa wakati uhusiano wake na Marekani unapitia misukosuko mikubwa. Kauli za Lavrov zinaakisi mtazamo wa Urusi kwamba dunia imeingia rasmi katika enzi mpya ya mashindano ya wazi ya nguvu, ambapo diplomasia, sheria za kimataifa na taasisi za pamoja zinasukumwa pembeni. Wakati Ulaya ikijaribu kujijenga upya kiuchumi na kijeshi na Marekani ikisaka mbinu mpya za ushawishi, mstari wa mgawanyiko wa dunia unaonekana kuendelea kupanuka kwa kasi isiyokuwa na kifani.